Katika hatua inayoweza kuathiri mwelekeo wa mazungumzo kati ya Iran na Marekani, mshauri mkuu wa kijeshi wa kiongozi mkuu wa Iran, Mohsen Rezai, amesema kuwa makubaliano yoyote mapya kati ya nchi hizo mbili hayawezi kupatikana bila Marekani kwanza kuachilia mali za Iran zenye thamani ya dola bilioni 24 ambazo zimegandishwa kwa miaka kadhaa. Akizungumza katika mahojiano maalum na CNN mjini Tehran, Rezai alisema kuwa tatizo kubwa linalozuia maendeleo ya mazungumzo na ukosefu wa uaminifu kati ya Iran na Marekani. Kwa mujibu wake, Rais wa Marekani Donald Trump anapaswa kuchukua hatua za kupunguza tofauti hizo ikiwa anataka kuona maendeleo katika mazungumzo ya kidiplomasia. Katika mahojiano hayo, Rezai pia alisisitiza kuwa Iran haitaacha haki yake ya kuendeleza urutubishaji wa nyuklia bila kupata dhamana na manufaa ya wazi kutoka kwa upande wa Marekani. Kauli hiyo imeonyesha kuwa Tehran bado ina msimamo mgumu kuhusu programu yake ya nyuklia ambayo imekuwa chanzo cha mvutano kwa miaka mingi. Mshauri huyo pia alikanusha madai yanayoenea hivi karibuni kwamba Iran ilihusika katika shambulio dhidi ya miundombinu ya Kuwait. Alisema taarifa hizo ni za uongo na zinalenga kuichafua Iran mbele ya jumuiya ya kimataifa. Kuhusu usalama wa bahari ya Hormuz, mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani, Rezai alisema eneo hilo lina umuhimu mkubwa kwa Iran na Oman. Kauli hiyo imeibua mjadala mpya kuhusu ushawishi wa Iran katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Aidha, alipoulizwa kuhusu uwezekano wa mkutano kati ya Rais Donald Trump na kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei, Rezai alionyesha kuwa jambo hilo halipo katika mipango ya sasa. Alisema bado kuna vikwazo vingi vya kisiasa vinavyofanya mkutano huo kuwa mgumu kufanyika. Akitoa ujumbe wake kwa Rais Trump, Mohsen Rezai alisema kuwa gharama ya kufanya mazungumzo na Iran ni ndogo zaidi kuliko gharama ya kuingia katika mzozo wa kijeshi dhidi ya taifa hilo. Kauli hizi zinakuja wakati ambapo mvutano kati ya Iran na Marekani unaendelea kufuatiliwa kwa karibu duniani kote, huku mataifa mengi yakihofia athari za kisiasa na kiuchumi ambazo zinaweza kutokea endapo mazungumzo yatashindwa kufikia mwafaka.